kwa kuwa Kristo amejifunua kwetu. Tumeupokea ufunuo na tumeuelewa ufunuo kwa kuwa tunaye Roho. Amen. Okay. Msisitizo wangu wa pili ni huu ufuatao. Bwana asifiwe sana. Tunaposoma maandiko katika Torati, Zaburi na manabii, njia nyepesi ya kuweza kuyaelewa, sawa, ni kwa kuangalia ni namna gani ambavyo Bwana Yesu au mitume wa Bwana Yesu walivyofasiri. Haleluya. Tunaposoma maandiko katika Torati, Zaburi na manabii, namna nyepesi ya kuelewa ni kwa kuangalia nini? Namna ambavyo Bwana Yesu au mitume wa Bwana Yesu walivyofanya nini? Walivyofasiri. Narudia tena na kwamba tunapoyasoma maandiko matakatifu katika Torati, Zaburi na manabii, namna nyepesi ya kuweza kuelewa kile kilichomaanishwa ni kwa kuangalia namna gani ambavyo Yesu au wanafunzi wa Yesu, mitume wa Yesu walivyofasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu hawa ndo walimu wetu wa Torati, Zaburi na manabii. Wakati Yesu akiwa anafanya utumishi katika ulimwengu huu, alichokuwa nacho ni Torati ya Musa, Zaburi na vitabu vya manabii ambavyo kwetu leo hii tunaviita Old Testament, tunaviita vitabu vya Agano la Kale. Hivyo ndo ambavyo Bwana Yesu alikuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndo ambavyo Bwana Yesu alikuwa nazo, na hata mitume pia walichokuwa nacho ni Old Testament, walikuwa na vitabu vya Agano la Kale. Tukisema kwa ulimwengu wetu huu, tukisema vitabu vya Agano la Kale tunamaanisha Mwanzo mpaka Malaki. Sawa? Kwa wakati wa Bwana Yesu walikuwa wanaviita Torati, Zaburi na manabii. Hiyo ni first designation. Hiyo ni namna ya kwanza ambao walikuwa wanaviita. Namna ya pili walikuwa wanaviita Torati na manabii. Sawa? Walikuwa wanaviitaje? Torati na manabii. Ndio sasa. Lakini namna ya tatu walikuwa wanaweza wakaviita Torati, akawa amemaanisha kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Lakini pia namna ya nne walikuwa wanaweza wakaviita manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa in summary ni Torati, Zaburi na nini? Na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza tukamchukua Bwana Yesu pamoja na mitume kwamba ni waalimu wetu wa Torati, Zaburi na manabii. Kwa hiyo katika usomaji wangu sasa wa Torati, Zaburi na manabii, kwa mfano nataka kuinterpret portion fulani, nataka kutoa tafsiri ya portion fulani, maana yake ninatakiwa nijiulize kwanza, kwani Bwana Yesu alitafsirije hii portion? Aliifafanuaje? Aliielezeaje? Kwani mitume walifafanuaje? Walielezeaje hii portion? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo inakuwa ni mwanzo wangu wa nini? Wa kujifunza. Haleluya. Na kumbukeni ya kwamba hatuendi kuyapa maandiko maana, si ndiye? Tunaenda kuivumbua maana ya maandiko. Halo? Hatuendi kuyapa maandiko maana, badala yake tunaenda kuivumbua maana ya nini? Ya maandiko. Kuna haya maneno makubwa mawili sasa hapa, wale wanafunzi waaminifu ambao ni kanisa lote hili mtanisaidia kuyafasiri. Tulisema kuna neno exegesis na kuna neno eisegesis. Tulisema kuna neno exegesis na neno
eisegesis. Haleluya. Exegesis na eisegesis. Exegesis, eisegesis. Hebu sema exegesis. Okay, wote pamoja tuseme exegesis. Alafu tuseme eisegesis. Sasa kanisa letu, ili Mungu atupe ubao. Haya, Bwana asifiwe sana. Exegesis na eisegesis. Nani anaweza akakumbuka maana ya neno exegesis? Huyu aliifundisha kabisa, kwa huyu atakuwa wa mwisho. Exegesis. Unaweza ukakumbuka? Ukumbuki? Hauna shida. Mwanafunzi wa Yesu, mtavumilia. Na anakumbuka exegesis? Wewe umesoma sana exegesis. Yaani wewe elezea tu utakavyoelezea, maana nishajua hizo ni sound. Okay. Hebu jaribu kidogo tuone. Kwanza umewahi kuyasikia? Okay. Hebu sema tusikie. Rudia ya vitu vilivyopita. Okay. Sawa. Anyway, Bwana asifiwe sana. Njoo tuokoe muda, tufafanue hayo maneno makubwa mawili. Hayo maneno ni maneno yanayotokana na lugha ya Kigiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanatokana na maneno ya Kigiriki. Neno exegesis ni muunganiko wa maneno mawili. Sasa ambaye atapata nafasi ya kuandikiwa, kaka angekuwa na notebook ningemwandikia, Jerit nitamwandikia. Jerit, unajua wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Tumetoka mbali sana rafiki yangu. Yaani acha tu. Yaani kuna exegesis na eisegesis. Bwana sifiwe. Kuna exegesis, wengine wote zinaandikwa kama zinavyoonekana, sawa? Exegesis na eisegesis. Unaona? Ndio hivi zinavyoandikwa. Hawa na yes, mnafahamu mnazo kabisa. Na neema sana nyinyi. Wewe unayechanganya. Kuna exegesis, kuna eisegesis. Okay, Bwana asifiwe sana. Ambayo exegesis ni muunganiko wa maneno mawili, ex na hegeistai, na eisegesis ni muunganiko wa maneno mawili, eis na hegeistai. Sawa? Eis na neno hegeistai. Neno hegeistai linamaanisha to lead. To lead linaweza likamaanisha to draw. Sawa? Kuongoza au kuongoza au kudraw ni kufanyaje? Anyway, wewe ngoja kwanza. Haya, x linamaanisha out. Sawa? X linamaanisha out. Ace linamaanisha in. Sawa? Kwa ukisema exegesis maana yake to lead out. Sawa? Au to draw out maana yake kutoa nje, si ndio? Au kuongoza nje, kuongoza kwenda nje, kurule kwenda nje, si ndio? Ukisema eisegesis maana yake to lead in. Sawa? Au kuingiza ndani, si ndio? Kuingiza au kuongoza ndani, si ndio? Sasa Kiswahili bwana kina namna, kwa hiyo nimejitahidi kuelezea kadiri ambavyo nimejaliwa. Haleluya. Okay, so
ukisema exegesis maana yake to lead au to rule au to draw out, si ndio? Ukisema eisegesis maana yake to lead, to draw or to rule in, si ndio? Sasa zinapotumiwa katika muktadha wa kusoma labda nani kipisi cha maandishi, maana yake exegesis, ndiye unasoma kwa nia ya kupata kuvumbua maana, yani ku lead out the meaning, the true meaning. Sawa? Ukitumia exegesis kwenye mtu ambaye anasoma kipande cha maandiko, si ndio? Maana yake ni mtu ambaye anasoma kwa nia ya kufanyeje? Ya kupata maana ya yale maandiko. Kwa exegesis maana yake inamsaidia mtu kujua wazo la mwandishi lilikuwa ni nini, si ndio? Exegesis inamsaidia mtu kujua wazo la mwandishi lilikuwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Namsaidia mtu kujua wazo la mwandishi lilikuwa ni nini. Lakini unaposema eisegesis maana yake ni to lead in, kama ambavyo tumesema, si ndio? Maana yake ikitumiwa kwa mtu ambaye anasoma kipande cha maandiko, maana yake ni mtu ambaye anasoma kipande cha maandiko lakini akiwa tayari ana mawazo yake ambayo anataka kuyaingiza katika kile kipande cha maandiko ambacho anakisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kipande cha maandiko ambacho anakisoma. Tunaenda sawasawa? Kwa sasa katika muktadha wa kibiblia, Jerit, wewe unafikiri ni exegesis ni bora au eisegesis ndo bora? Bado hujakolea. Bro, wewe unafikiri nini katika kusoma Biblia, exegesis au eisegesis? Exegesis, si ndio? Kwa nini exegesis ni bora tunaposoma Biblia? Ni kwa sababu exegesis inatusaidia kujua wazo la mwandishi, kwamba mwandishi alikuwa anamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwandishi alikuwa anamaanisha nini? Tunaenda sasa. Kwa mfano, si ndio? Mpira ulidunda kwa nguvu. Si ndio? Zingatia neno mpira. Wewe unafikiri nitakuwa nimemaanisha mpira upi? Kwa mguu. Wewe? Mpira umedunda kwa nguvu, mimi ndo nimesema hivyo, si ndio? Wewe unafikiri mimi nimemaanisha mpira upi? Kwa miguu. Chagua. Kumekucha, umeona Bwana asifiwe sana. Sasa mfano tukisema kauli kama hiyo, si ndio? Tukisema kauli kama hiyo, sasa kuna wale watoto ambao wako kijijini hawajawahi kuona ball ambalo nyinyi mmelitaja, si ndio? Wale watoto yeye wakisema mpira, yeye anachokiona kichwani kwake ni ule ambao umetengenezwa na nini? Na mifuko. Mnafahamu ile mipira ya kusoka kwa mikono? Hata juzi watoto walikuwa wanacheza hapo wakati napanda kutoka kule chini. Kwa wale wangemaanisha mpira wa aina ile, ndio? Lakini yeye Brai hapa hivi bila shaka anachezaga kila siku mpira, kwa hiyo angejua kabisa huu ni mpira wa miguu unazungumziwa. Ndio? Lakini mimi kiufupi sikumaanishi ule wa mifuko wala sikumaanishi ule wa miguu. Mimi napenda baseball. Kwa
Ninavyosema mpira ulidunda kwa nguvu, kwenye ufahamu wangu mimi ninaona mpira wa baseball mahali ulipodunda. Unaofahamu mpira wa baseball? Kwa baseball hamuufahamu? Kwa kweli hata msingekaa muwaze kitu ambacho nimekiwaza. Mpira wa baseball anyway, sije nikaanza kufundisha mchezo. Unakuwa na ligongo ambalo mmoja anarusha pale, mwingine huko hapa anadaka, ambao hao ni timu moja, wewe ndo offender. Akirusha unagonga. Kama tennis, lakini ile inakuwa ni ligongo fulani tu hivi. Kwa ukigonga, ukifanikiwa kugonga, unaanza kukimbia, unakanyaga zile bodi. Bodi ziko kama ngapi nimesahau, kama 4 au kama sio 5. Ukifanikiwa kukanyaga nani zote 5 kabla hawajaupata ule mpira wakaurudisha nyumbani, pale unaporushwa wanaita nyumbani, maana yake umepata pointi moja. Unaona? Yes. Sasa mimi ndo nilimaanisha mpira wake ni mdogo tu, ni kampira kadogo hivi, kanashikwa na mkono mmoja, kanarusha. Mimi ndo nilimaanisha mpira huo. Unaona? Lakini mwingine angekuwa ni anayecheza netball. Yange angekuwa netball nafanana na football au tofauti? Hata sijui. Labda angekuwa ni mtu yule ambaye anacheza ile nini? Basket. Si ndiye? Yeye angefikiri ni mpira wa basket. Unaona? Kwa sasa ili kujua wazo la mwandishi, ndiye ndo unaanza kama mtu wa Mungu hapa. Kwanza mazingira gani ambayo ulikuwa unazungumzia? Unaona? Wapi, na maswali kama hayo ambayo yanakuongoza kwenda kutafuta maana ya mwandishi. Ndiye? Eisegesis ni ile kwamba wewe una mawazo yako kichwani. Ndiye? Kwa mfano, kwenye maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, si ndiye? Kwa mfano, kwa nini hilo jambo halitakaa liishe mgogoro wake kati ya Wakristo na Waislamu? Kwa sababu Waislamu wao wakisikia mwana wanajua ya kwamba kwanza kuna mke, cha pili amezaa. Unaona? Lakini katika muktadha wa Kikristo wala hata hatuko katika huo mlengo kwamba Mungu ana mke na amezaa. Unaona? Kwa debate haiwezi kuisha. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakuja na eisegesis wakati maandiko yenyewe yanataka exegesis. Wewe unafikiri tukisema Yesu ni mwana wa Mungu tunamaanisha nini? Hivyo umewahi kujiuliza? Tukisema Yesu ni mwana wa Mungu aliongozwa na Roho. Bila shaka tumetoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Wacha wewe. Haleluya. Kwa mtu wa Mungu hapa mwana wa Mungu kwa sababu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Wewe unafikiri mwana wa Mungu inamaanisha nini? Hapo tunamwelezea Yesu bado au tumeenda kwa muamini? Okay, Bwana asifiwe sana. Umeona? Yeye ameenda fadha, ameelezea na muamini ya. Okay, so okay, tumeelewa. Okay, sasa kwa mfano ukiangalia ukitaka kutafsiri Yesu mwana wa Mungu vizuri ili usije ukacompromise, ndio? Kwanza lazima ujue ya kwamba hilo neno mwana limepatikana si kwanza kwenye utamaduni wetu huu tulionao, wala si kwanza kwenye utamaduni wa Wagiriki. Sawa? Hilo neno limekuwa derived kutokea kwenye utamaduni
wa Waebrania. Maana yake tunatakiwa tuende turudi mpaka kwenye ulimwengu wa Waebrania, tukae pale ambapo Waebrania walikuwepo wakati huo. Tujiulize kwenye huu ulimwengu sasa wa Waebrania walipokuwa wanasema mwana walikuwa wanamaanisha kitu gani? Hiyo unaona? Kwa mfano, zingatia hichi ambacho mfano Abrahamu anakisema, si ndiye? Abrahamu anamwambia Mungu, sasa Mungu, itakuwaje mimi naenda zangu na hali sina mtoto, na huyu Eliezeri Mdameski ndiye atakaye nirithi? Hivyo hiyo kauli huo unafikiri inamaanisha nini? Wote mmeelewa? Kwanza nimeitoa kutoka kitabu gani? Kitabu gani? Mwanzo usomaji wa maandiko. Nimekumbuka pointi ya dada, usomaji wa maandiko. Nimeitoa kitabu cha Mwanzo. Nani anaweza kanisaidia sura ya ngapi? Wakati Ibrahimu anamwambia Mungu hilo swali kwanza. Sura ya 15. Sura ya 15. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ndio raha ya usomaji wa maandiko, ya kwamba mwalimu akisema tu dhana fulani, wote akili zimesha safiri, zimefika kwenye ile portion, tumeshakaa kwenye ile chapter pale, tuko na kina Abraham na Mungu pale tunajadili. Ibrahimu anamwambia Mungu ya kwamba sasa mimi naenda sina mtoto, maana Ibrahimu ameshaona hapa hivi, mbona hii miaka tayari ndio hivyo, ndio 90 na Mungu eti unajua ndio hivyo ninaenda eti sina mtoto, na aliyeko nyumbani kwangu ambaye ni kijakazi ni nani? Kijakazi ambaye ni mwaminifu ni Eliezeri, lakini huyu Eliezeri si uzao wangu, huyu jamaa ni Mdameski. Kwa Mungu inamaanisha wewe unaridhika mimi nimrithishe kweli Eliezeri Mdameski? Kwa nini? Kwa sababu katika culture yao, katika utamaduni wao, maana yake, kwa mfano, si ndiye, mimi ni mtu mwenye uwezo, si ndiye, nina watumwa, vijakazi hao nini, si ndiye, alafu nina mali nyingi, si ndiye. Inapofikia kwamba mimi ninakaribia kufa, si ndiye, kama sina mtoto, ninachagua mtumwa mwaminifu, alafu yule mtumwa nafanya kama kumupgrade, kumpandisha cheo. Unaona, anatoka kwenye stage ya utumwa anakuja kwenye stage ya mtoto, mwana. Unaelewa? Alafu akishakuja kwenye stage ya mwana, si ndiye, ninamrithisha sasa mali zangu. Maana yake huyu mwana maana yake ataendeleza kile nilichokuwa ninakifanya. Kwa maneno mengine ya Kiingereza mazuri, mtanisaidia kufasiri sasa, maana hapa niko na madaktari, mtanisaidia kufasiri. Maana yake ana carry on the purpose and the plan of the father. Sasa tutasemaje? Anaendeleza mpango na kusudi na mpango wa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona hayo mazingira? Umeona hayo mazingira? Kwa anavyosema atakuwa mrithi, maana yake kwamba atamupgrade kuwa level ya mwana. Naenda sawasawa watu wa Mungu, naenda sawasawa. Kwa sasa tukitokea sasa kwenye huo utamaduni, maana yake Abrahamu alivyokuwa anazungumza kwamba Eliezeri atamrithi, maana yake Mungu kwa maana yake unataka ni muadopt. Ni kuadopt Kiswahili ni nini? Kumasili. Mtoto sio wako, alafu unamchukua unamfanya wa kwako, si ndiye? Wote si tumeelewa hivyo maana kikubwa ni nyie muelewe. Kwa maana yake Ibrahimu ni kama anamwambia Mungu, kwa hiyo inamaanisha unataka mimi ni mwasili Eliezeri Mdameski. Unaona? Kwa Eliezeri kama angechukuliwa na Abraham, angekuwa ni mwana wa Abraham, si kwa sababu amezaliwa kwa Abraham, lakini kwa sababu Abraham amemwadopt, amemwamini kuendeleza mpango na mkakati aliyokuwa nao.
Kwa Ibrahim, Eliezeri Mdameski angerithi nini na nini? Cha kwanza utajiri, cha pili baraka, cha tatu mmejitahidi, bwana asifiwe sana. Sasa mmeanzia mwisho kurudi mwanzo. Maana kwa Abraham problem haikuwa mali. Alienda kuwaokoa kina nani kule, wale waliokuwa wamepelekwa utumwani, kina Lutu ndugu yake. Yule mfalme wa Gomora akamwambia, mimi niachie tu hao watu, chukua hivyo vitu vyote. Kama akamwambia, hizo sio pigo zangu, au nataka nichukue tone moja niweke kwenye bahari? Wacha ya nini, ya kazi gani? Sasa wala pesa. Kwa Abraham mali hazikuwa kitu. Na sasa lakini Abraham, he was a prophet of God. Abrahamu alikuwa ni nabii wa Mungu, tena ni nabii ambaye nitumie lugha kwamba Mungu alimheshimu au Mungu alimpenda. Mungu mwenyewe ndo anayemtangaza Abrahamu kuwa ni nabii wake. Wate hana ni heshima kiasi gani? Bwana asifiwe sana. Mnakumbuka alimwambia yule nani alimwambia Abimeleki, huyu ni nabii wangu. Tena alimwambia tu atakachokufanya utoamini, nenda akuombee wahi. Bwana asifiwe sana. Mmeelewa nimesema sura ngapi? Haya, sasa somaji wa maandiko haya. Bwana asifiwe sana. Kwa Ibrahimu alikuwa ni nabii, God is prophet. Kama ni God is prophet, si ndiye? Maana yake amebebeshwa mpango wa Mungu, ambao huo mpango wa Mungu unatakiwa uwe carried on katika vizazi na vizazi na vizazi. Maana yake Abrahamu ni kama vile anamwambia Mungu, tuachane na hizi mali ambazo mtu akizitafuta anazipata. Inamaanisha huu mpango ambao umenibebesha unataka ni upason kwenda kwa Eliezeri ambaye ni Mdameski, kwamba is it fair? Yani Mungu, do you see it fair? Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu, hii ni sawa kweli? Hii Mungu imekaa mahali pake kweli? Bwana asifiwe sana. Yes, kwa maana yake asingerisi just mali, angerisi prophetic office, angerisi blessings, kwa sababu ukiangalia kabla hajafa ingebidi aweke mikono yake juu ya yule atransfer kile cha kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaona sasa jinsi issue ilivyokuwa complicated. Naweza mkaelewa sasa kwa nini ilikuwa inamuumiza Abraham kichwa. Maana Eliezeri alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtumwa. Si kitu kizuri kumpa mtumwa mali zako, ni kitu kizuri, lakini kwa nini imuumize Abraham kichwa? Issue ilikuwa complicated. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa ukirudi katika ulimwengu wao, mwana haimaanishi just tu mtu ambaye umemzaa, lakini ambaye ana care the purpose and your plan, na we make it to fulfill. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa ni mrithi wako, anakuwa ni mrithi wako. Haleluya. Kwa hiyo kwa Kristo tunavyokuja kusema kwamba ni mwana wa Mungu, maana yake the one who carries the purpose and the plan of God and make it into fulfillment. Bwana asifiwe sana. Ambaye amelishikilia, ambaye amelirithi kusudi la Mungu, ambaye ameurithi mpango wa Mungu, na ambaye anauleta huo mpango wa Mungu katika nini? Utimilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawasawa watu wa Mungu tunaenda sawasawa. Hiyo ni interpretation ya kwanza. Ndio maana utakuta kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba Mungu zamani alisema na baba zetu kwa kupitia manabii wake kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika nani? Katika mwana ambaye amemfanya kuwa mrithi.
Unaona? Akigusa tu concept ya mwana anazungumzia urithi. Unaona? Ambaye ni ngao ni mng'ao wa utukufu wake, ni chapa ya nafsi yake. Akisha kufanya upatanisho wa vitu vyote, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Kuketi mkono wa kuume wa Mungu maana yake achieve it, alipokea, alirithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawasawa watu wa Mungu. Kwa kinachotufanya tusifikie kwenye conclusion kati yetu sisi na Waislamu ni kwa sababu wao wako kwenye eisegesis, sisi tuko kwenye exegesis. Bwana asifiwe sana. Jaribu kuassume giver, si ndio? Wewe unaenda hivi, si ndio? Na mimi ninaenda hivi. Tutakutana lini? Unaona jinsi ambavyo unaona jinsi ambavyo ni ngumu eh? Yaani kisha kuwa ni hivi na hivi, ni ngumu sana kukutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale sijui ni wafalsafa wale walichora namba 6 chini. Alichora namba 6 chini. Mmoja yuko huku, mwingine yuko kule. Huyo akisema ni 6, yule alikuwa anamwambia isee, una shida ya macho au ni akili hazifanyi kazi? Hii ni 9. Jamaa anasema anachanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa kila mmoja anamshangaa mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wako kwenye exegesis, wako kwenye eisegesis, sisi tuko kwenye exegesis. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kukutana hata kwa bahati mbaya. Ni lazima mmoja akubali kwenda kwenye upande wa mwenzake, kutazama kutokea kwenye upande wa mwenzake kwamba hichi anachokisema ni kweli. Hapo ndo conclusion itakapofikiwa. Tuenda sawa sawa watu wa Mungu Yes. Kwa kitu ambacho tunatakiwa kuking'ang'ania ni kutambua mawazo ya kwanza ya mwandishi ni yapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ndio maana nawaambia kwamba mitume sasa ni wafafanuzi wetu, ni walimu wetu wa kwanza ambao sasa tunaotakiwa tufanye nini? Tuwatazame. Haleluya, haleluya. Nitatoa mifano michache alafu baada ya hapo tutaendelea kwenye study yetu